kusitisha utumwa. Bwana amenituma kusitisha utumwa na kuinua uhai wa fedha yako. Na kuinua uhai wa huo mtaji wao. Huo mtaji waliokupatia wao. Ndio utakao kupatia mali zako. Ndio utakao kupatia mtaji wako. Ndio utakao kupatia mafanikio yako. Yakobo hakufanikiwa nje ya mtaji wa Labani. Yakobo hakufanikiwa nje ya mali za Labani. Kutoka kwenye mali za Labani alivuna mafanikio. Walivuna mafanikio. Bila kutangazia kuvuna mafanikio. Wao uliyekopa kwenye taasisi. Wao unayetumika kwenye hiyo biashara. Wao unayetumika kwenye hiyo taasisi. Wao unayetumika kwenye hiyo taasisi. Wao unayetumika kwenye hiyo kampuni. Wao unayetumika kwenye hiyo ofisi. Haijalishi ofisi hiyo sio yako. Bila tamka uzao wa mali zako. Bila tamka uzao wa faida kwako. Bila tamka uzao wa baraka zako. Bila tamka uzao kwa jina la Yesu. Amen. Yakobo hakuinuliwa nje ya mtaji wa Labani. Kutoka kwenye mtaji wa Labani vilizaliwa vya Yakobo. Vilizaliwa vya Yakobo. Yakobo wa leo ni wewe. Kutoka kwenye mtaji uliochukua kwenye hiyo taasisi. Kutoka kwenye huo mkopo ulioupata. Kutoka kwenye hiyo biashara unaona kutumikisha. Bila kwenda kuzaliwa vya kwako. Bila kwenda kuzaliwa vya kwako. Neema ya uzao iwe juu yako. Neema ya uzao iwe juu yako. Neema ya kufanikiwa iwe juu yako. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kwa namba 7 ni namba ya kufanikiwa. Haijalishi aliye kwa ajili ya mahila kwa kiwango gani. Labani alijifanya mjomba wa Yakobo. Lakini hakutaka afanikiwe. Na ndio maana alibadilisha mshahara wake mara 10. Haijalishi wamekuwa wanafiki kwa kiwango gani. Lakini natangaza usiku wa leo. Kama ambavyo ni usiku wa mwisho wa mwezi wa 7. Natamka mwisho wa madeni. Natamka mwisho wa utumwa. Pokea uhuru wako kwa jina la Yesu. Pokea uhuru wa kufanikiwa kwa jina la Yesu. Pokea uhuru wa kutamka unachotaka kwa jina la Yesu. Pokea uhuru wa kujipangia mshahara unaopenda katika jina la Yesu. Nisikilize, Yakobo alipomaliza miaka 7 aliambiwa sema mshahara wote utakao. Hakupangiwa mshahara na bosi wake. Alisema mshahara anaotaka. Alisema mshahara wanaotaka. Nisikilize, usiku wa leo ni usiku wa wewe kusema watoto unaowataka. Ni usiku wa wewe kutamka mume unayemtaka. Ni usiku wa wewe kutamka ndoa unayoitaka. Ni usiku wa leo kutamka mtaji unaotaka. Na Bwana akujibu katika jina la Yesu. Bwana kupatia haja ya moyo wako kwa jina la Yesu wa Nazareti. Yakobo aliambiwa aseme anachokitaka mshahara wowote. Usiku wa leo jipangie fedha unayoitaka. Jipangie mtaji unaotaka. Jipangie ndoa unayoipenda. Jipangie watoto unaowapenda. Maana ni mwisho wa kupangiwa. Haijalishi kuzimu ilipanga hautafanikiwa. Unakwenda kufanikiwa kwa kinywa chako. Unakwenda kufanikiwa kwa kinywa chako. Haijalishi kuzimu ilitamka ya kuwa hautaolewa. Bila tamka kuolewa kwako. Bila tamka kuinuliwa kwako. Bila tamka kuolewa kwako. Bila tamka ndoa iliyo njema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maandiko yanasema Labani akaambiwa sema. Mtu wa Mungu naye nisikiliza popote ulipo. Ni usiku wako wa mwisho wa kusema. Maana namba 7 inakupatia uhuru wa wewe kusema. Wa wewe kupanga. Wa wewe kupanga. Haijalishi walisema utakuwa mgonjwa siku zote. Rapakaya basa. Ripokoria basa. Oh my Lord. Tamka kwa habari ya uzima wako. Tamka kwa habari ya ndoa yako. Tamka kwa habari ya afya yako. Na uliposema maneno unayotaka yatokee kwenye maisha yako. Sema maneno unayotaka yatokee kwenye ndoa yako. Sema maneno unayotaka yatokee kwa makini. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Methali sura ya 18.
ule mstari kuanzia wa 20 na 21. Amen. Anasema mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi. Yes. Lakini anasema utakula matunda ya midomo yako. Amen. Ni vizuri mtu wa Mungu kujitabiria maisha unayoyataka. Yes. Kujitamkia unachokipenda. Yes. Maana Bwana amesema utakula. Yes. Yakobo aliposema wenye madoa watakuwa wake. Yes. Walizaliwa wenye madoa. Yes. Alipoambiwa wenye milia watakuwa wake. Yes. Walizaliwa wenye milia. Yes. Alipoambiwa wenye maraka watakuwa wa kwake. Yes. Walizaliwa wenye maraka. Amen. Hivyo ndivyo itakavyokuwa kwako. Amen. Hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa kila neno. Yes. Utakaloitamka katika jina la Yesu. Amen. Uzimu haitazuia. Yes. Waovu hatakuzuia wewe. Yes, my Lord. Waovu hatakuzuia wewe. Oh, yes. Maana namba 7 inakupatia uhuru. Amen. Pokea uhuru wako kwa jina la Yesu. Amen. Pokea uhuru wa kujinenea. Yes. Hautasemewa, utajisemea. Yes. Hautatamkiwa, utajitamkia. Yes. Hautajibarikiwa, utajibariki. Yes. Pokea neema katika kinywa chako. Amen. Pokea neema na uweza kwenye kinywa chako. Amen. Pokea neema na uweza kwa jina la Yesu. Amen. Yakobo alisema. Yes. Yakobo alitamka mshahara anaotaka. Yes. Wala hila ya Labani haikuzuia. Namba 7 ni namba inayopambana na hila. Yes. Hila ya Labani haikuzuia mafanikio ya Yakobo. Yes. Rapakori ya basaya. Amen. Rakate ya bakaya. Amen. Inasema kokote uliko. Yes. Hila za wachawi hazitakuzuia wewe. Yes. Hila za waovu hazitakuzuia wewe. Yes. Licha kwa Labani alikuwa ndugu wa Yakobo. Yes. Lakini alimfanyia hila. Amen. Alijaribu kubadilisha mafanikio yake. Yes. Haijalishi kuna watu wamesimama kinyume na wewe. Amen. Ninakunyanyua kwa jina la Yesu. Amen. Uwe juu yao kwa jina la Yesu. Amen. Mawazo yako yawe juu yao. Amen. Fahamu zako ziwe juu yao. Amen. Ufanikiwe kuliko wao. Amen. Uinuliwe kuliko wao. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Inasitisha kila nguvu ya mipango adui yako. Yes. Inasitisha utendaji wa adui yako. Yes. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Yakobo alifanikiwa. Amen. Kwa kiwango cha ufahamu aliopewa na Bwana. Amen. Bwana akupe ufahamu utakaofanikisha katika jina la Yesu. Amen. Bwana akupatia ufahamu utakaofanya ufanikiwe kwa jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Namba 7 ni namba ya kukufanya uendelee mbele. Amen. Na ndio maana Yakobo aliendelea mbele kuwa na familia yake. Yes. Yakobo aliendelea mbele kuwa na mali zake. Yes. Hakutaka tena kuwa mtumwa wa Labani. Yes. Ndivyo ambavyo utakuwa mtumwa wa taasisi. Amen. Nisikilize kwa makini wewe ambaye huwa unakwenda kwenye mikopo. Yes. Akina mama wengi wanateseka na mikopo. Yes. Akina mama wengi wanauma vidonda vya tumbo. Yes. Wengine wamekimbia familia zao. Yes. Kwa nini? Wamekuwa wakipata fedha ambazo haziwazalii matunda. Yes. Nisikilize kwa makini nikueleze ushuhuda huu kwa kifupi. Amen. Nilishawahi kwenda kukopa kwenye taasisi moja. Yes. Wakati nipo kwenye ile taasisi, yes, nilifanya mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Yes. Baadaye Roho Bwana kanipatia akili, nikaenda kuomba. Yes. Nikamwambia Mungu, sihitaji tena yes, kutunza fedha za watu. Nahitaji ambao niliwatuzia fedha watuze fedha zangu. Yes. Nahitaji ambao nilishika fedha zao washike fedha zangu. Yes. Nahitaji ambao nilikuwa mtumwa wao wawe mtumwa wa kwangu. Yes. Nikaenda mbele za Bwana nikafanya maombi kwa siku kadhaa. Nilipoenda kwenye hiyo taasisi nikachukua tena fedha. Yes. Wao waliendelea kuniamini kwa kiwango walichoniamini. Ilipofika wakati Mungu akalipoachilia baraka, nikajikuta kila wiki napeleka fedha zangu. Licha kuwa nilikuwa nalipa marejesho yao, lakini nilikuwa nikiweka na akiba yangu. Bila napopeleka fedha yao naweka na akiba yangu. Amen. Wakajikuta wameanza kuwa watumwa wa kulinda fedha yangu. Amen. Ilipofika kwenye hilo eneo, imefika mwisho wa huo mkopo. Yes. Nikawa na fedha nyingi kuliko zile walizonipatia wao. Yes. Nikawa na fedha nyingi kwenye akaunti kuliko walizonipatia wao. Nilipoenda kuomba mkopo mwingine, wakanambia tutakuja kukutembelea. Walipokuja kunitembelea, wakaja wakasema dhamana zako zimeshuka na madhara zako zimechujuka. Nikamuuliza zimechujuka kwa nini? Wakasema zimechujuka. Nikamweleza kwa nini zimechujuka.
okay, ninayo friji iliyo zaidi ya fedha ambazo mnanipatia. Ninayo TV iliyo zaidi ya fedha mnazotaka kunipatia. Unasemaje dhamana zangu zimechujuka? Akasema inabidi tuanze upya. Tangu pale waligoma kunipatia tena mkopo. Kwa nini waligoma? Walikusudia kunigeuza mtumwa. Wakaona wameanza kuwa watumwa. Walikusudia kunifanya kuwa kibaraka wa taasisi. Lakini sikuwa kibaraka. Bwana aliponinyanyua, wao walianza kukimbia. Wao walianza kujitenga na mimi. Bwana kuinue na wewe kwa jina la Yesu. Bwana akupe mali ambazo zitazidi kiwango cha taasisi waliokopesha. Bwana kupatia fedha zitakazozidi kiwango chao. Bwana kupatia baraka zitakazozidi kiwango cha marejesho yako. Zitakazozidi kiwango cha marejesho yako. Ninasema pokea neema hiyo kwa jina la Yesu. Pokea uwezo huo kwa jina la Yesu.